Bwana mapema sana kwenye dabi ya Kariakoo. Ya mapema sana na nimekuja sio kwa ajili tu kwa kuingia uwanjani, nimekuja kwa kazi maalum. Nimekuja kufanya patrol, kuja kugundua je, wana Simba watakuja leo uwanjani? Maana sisi ndio kipaumbele wao. Kwa hiyo nimekuja kuangalia dalili kwamba wana Simba watakuja uwanjani, na hata kama hawatakuja basi nitawaita mimi ili waweze kuja uwanjani, kwa sababu ninachokiamini kwamba timu yangu ya Simba Sports leo ina 75% ya kuingia hapa Benjamin Mkapa. Kwa 75, 25% ndio naziweka pembeni. Inawezekana ikatokea emergency, lakini na 75% Simba Sports watakuja Benjamin Mkapa. Kwa maana ile hatuchezi mmemia kwenu sasa. Sisi kanuni hatuchezi kwetu haipo. Na ndio maana unatuona kimya kingi kimezidi. Kimya kingi kina majambo mengi. Kimya chetu kwa baada ya muda siku 4 kimetoa majibu kwamba maandishi manne kutoka FIFA wamekuja kufanya ukaguzi kuhusu hivi vinavyoendelea hapa. Lakini baada ya siku 2 mbele tunapata taarifa kwamba bodi ya ligi wanatangaza waamuzi kutoka Cairo, Misri kwa mara ya kwanza toka tumeanza ligi 65 mpaka leo hatujawahi kuchezeshwa kwenye dabi tukiwa na waamuzi wa kigeni. Pamoja kuna waamuzi wa Kisomali, si wale walikujaga hapa, walichezeshaga baadhi ya mechi ya Simba, walichezesha ya Azam, lakini sio kwenye dabi ya Kariakoo ya Simba zidi ya Mtani. Haijawahi kutokea kwa mara ya kwanza toka tumeanza ligi 65. Dabi ya kwanza inachezeshwa na waamuzi kutoka taifa lingine. Kwa hiyo mimi naamini, mimi binafsi nilikuwa miongoni kwamba leo nilikuwa siji Benjamin Mkapa. Mimi nilikuwa miongoni siji Benjamin Mkapa. Tiketi yangu ninayo ya VPB, lakini nilikata muda toka ile tarehe 6 nilikuwa nayo. Ya VPB ilikuwa ndani tu. Kwa hiyo tiketi ninayo, ni kitu cha muda, lakini nilikuwa naigawa. Lakini nilivyosikia kwamba waamuzi wametangazwa wote kutoka nje ya taifa la Tanzania, mpaka yule wa akiba anatoka Somalia, nikaamini kwamba Simba tayari ameenda kuwa bingwa. Mpaka hapo Simba ameenda kuwa bingwa, lakini kama waamuzi ingekuwa ndani, mimi binafsi nisingekuja Benjamin Mkapa. Kwa maana hiyo Mnandi anataka kuniambia msipoleta timu mpo tayari kuachia ubingwa wa Young Africans wakachukua? Hapana. Yaani ukiona timu haijakuja uwanjani, unajua viongozi wa Simba ni viongozi ambao wamebobea darasani kufuatilia mpira. Sio kwamba umesomea masuala ya majengo unakuja kwenye mpira. Una sehemu tofauti. Umesomea udaktari unakuja kwenye mpira. Sio kwamba utakwenda pale utaenda kuongoza mpira vizuri kwa sababu una elimu yako ya udaktari. Ile ni daraja nyingine. Kwa hiyo CV yako ipeleke huko. Hii ya huko itakuwa iende huko. Ndio maana kama mpira utaenda kusomea mpira tu. Kama wewe una udaktari basi kasomea na ya mpira. Ili mradi kwamba nitabili huko nikishindwa huko nitakuja huko. Kwa hiyo naamini Simba wamesomea sekta nyingi. Wamesomea kwenye ubobezi kwamba wao ni wakarimu. Sio kwamba wametolewa nyongo. Haya yote yalikuwa yanaendelea Simba sio kwamba wanayapenda. Ila kwamba wanamalizana wenyewe ndani. Hiyo ndio maana uongozi uliotimia. Sio kila siku mara kaongea mzee, mara kaongea mama kule, kaongea siku mtoto mdogo nyumbani kwake, mara huko iticha press. Inakuwa haileti maana, haileti picha. Mpira uongozi kwa miamko. Hauendeshi kwa ambushi. Mpira unaongozwa kwa mifumo yake iliyokuwa sawa sawa. Kanuni tumejitungia wenyewe. Lakini sheria ni za mpira wote duniani. Na makao makuu yetu ya mpira tunajua kwamba yako FIFA. Kwa nini wewe leo hii ulalamike uende kwenye ngazi za kisiasa? Hakuleti maana, ila kwa sababu wenzetu wamejengewa hivyo na ndio maana mifumo yao wanapeleka huko. Lakini sisi tuliojengwa kimpira toka miaka hiyo mpaka sasa, sisi tunaenda kwenye uweledi. Wewe ushawahi kusikia Simba inapeleka barua kasi kushtaki shirikisho au kushtaki timu hapa? Ushawahi kusikia? Simba toka umeifahamu wewe, ushawahi kusikia inapeleka barua kasi? Ile mahakama dunia imeanzishwa jana. Sipo miaka yote hii. Lakini Simba ni waeledi. Kuna sehemu nyingine wanasema tuwe wala tu, yapite maisha endelee. Lakini hawa hata wakiona kabisa wako nyuma ya muda, wao watajifanya wako mbele ya muda. Yaani wao wanasema mpira huu wao ndio wanaoongoza. Wao ndio kila kitu. Hata hii kesi hiyo wanafanya wameshinda kutaka watu wajiuzuru. Muda mechi ibadilishwe tarehe. Wanasema mtani wanatembea wanavimba. Mpira umeshinda. Mpira mnauangamiza. Mpira huwezi kushinda kwa matamko yenu. Mpira uongozi na timu moja. Mpira unaongozwa na vilabu vyote. Haya wewe umeshinda unasema mpira umeshinda. Haya yule mwenyekiti wa Njombe Injini anasemaje mpira nao umeshinda. Yule wa nani walioshuka daraja hawa? Ndugu zetu walioshuka daraja wa nani hapa? Sio Kagera hawa nani? Acha Kingodi walioshuka daraja kwenye championship wa nani? Timu iliyoshushwa daraja championship iligomea mechi imeshuka daraja. Ambaye tulikuwa naye ligi kuu msimu uliopita. Imeshuka daraja huko championship imeenda ligi daraja la pili. Muona bwana. Kwa hiyo nao tuambie kwamba wala nao tusemeje? Tuseme mpira umekuwa. Kwa hiyo kuna vitu vinafanyika kwa vilabu vidogo lakini kwa vilabu vikubwa vinaonekana vinashindikana kufanyika. Kama washirikisho mnasimama kusimamia mpira, kaeni short and clear. Fanyeni majukumu yenu ipasavyo. Sawa bwana, nilisahau ni biashara. Biashara wameshuka mpaka championship. Nini huko ligi daraja la pili kutoka championship. Tulikuwa nao msimu uliopita kwenye ligi kuu. Kwa hiyo hii yote manake viongozi wanaogopa hawa watu wa juu na hasa hawa nyuma mwiko. Hawa nyuma mwiko mpira wa Tanzania wanaona ni wa kwao. Leo hii NBC unamuona kabisa. Nembo zake kwenye ule twiga ni nyeupe na nyekundu. Lakini nyuma mwiko anatumia nyeupe na nyeusi. Kikanuni na kisheria manake pale umemkosea mdhamini kwa sababu yule hujamtafuta wewe, yule katafuta na shirikisho. Lakini yote kwa sababu analewa vibaya. Mtoto unapomlea ndo anakuwa hivyo hivyo. Wanasema mnawaogopa ndio maana hamtaki kuleta timu uwanjani. Sisi timu inakuja uwanjani, hatujawahi kuogopa. Tatu tulivyokuja ile tarehe 7 mwezi wa 3 walizuia mageti na wenyewe wakakiri kuna kigongo kutoka serikalini kapiga simu, lakini mpaka leo kuna watu wamesimamishwa, kuna watu wamejiuzuru. Mimi naamini hao wanachukua fomu wanachukua tena uongozi. Bado huyo mtu atapiga simu na haya mambo yanawezekana kaendelea. Bila yule kigogo kutajwa jina. Mbona jana sasa mjaleta timu? Hatuwezi kuleta timu. Sisi tuna barua kutoka BMT. Tumepewa kwamba uwanja wapo, ile ni mamlaka ya kiserikali. Tumepewa uwanja wapo tuje kufanya mazoezi tarehe 14. Lakini mwisho wa siku tulopewa barua, siku ya pili yake inatoka taarifa kwamba mechi hakuna. Simba sasa ni wakalimu, wangekuwa wao wangekuja.
ila kwa sababu sisi tunaheshimu mamlaka. Sasa tungekuja kwa sababu ile barua yao haina mashiko. Ile kata barua ya uchumba umeandika barua umepamba vizuri ndani kama huna kifuta jasho mule watu hawasomi. Wewe umeweka mule tamia hakuna umepeleka maandishi watu watasoma maandishi yako. Wanataka yale mawani wavae wasome ile. Watu wanasoma pale watoka pale hata maji ya wani. Ndio kilichofanyika kwenye barua ya bodi ya ligi kubadilisha mchezo tarehe 15 kwenda 25. Chini maelezo mbona hakuna? Wino uliisha. Ule ni usanii tu ambao umefanyika, lakini kwa sababu sisi tunaheshimu mamlaka za nchi, tumeamua kukubali kwa mamlaka za nchi. Ila tunajibu kwa vitendo. Kwenye press hatuji. Kutupigia simu hatupatikani, ila leo Simba itakuja uwanjani. Kwenye press hatuji. Ukipiga simu hatupatikani. Jana wapigiwa simu, watu wamepost mtandaoni kwenye Instagram wamelala namna hii. Ina maana gani? Hiyo ndio ina ishara kwa mtu mkarimu siku zote anakujibu kwa vitendo. Akikujibu kwa maneno utamuona mjeuri. Kama mnapigiwa simu nyinyi mnaposti mmelala. Tumelala namna hii. Ile ndio heshima ya Simba na mimi nawapongeza viongozi wa Simba. Ni waeledi. Wangekuwa wenzetu saizi jengo shalivunja lile. Waje heshima tena hiyo. Wenzetu wao wangekuwa wao jengo shalivunja. Ubadilishe tarehe afu chini hamna sababu. Wao walikupangia tarehe 15. Kwa sababu wamepanga wenyewe 15 22 ligi ishi. Haya kutoa 15 kwenda 25 watupe sababu nini kimesababisha? Wewe mpaka leo unajua? Sababu ya kutoa 15 kwenda 25 pale chini kuna maelezo. Na muwahoji hawa mngewahoji. Mmepeleka 25 lakini wachambuzi wote mmesimama kwa ajili ya kuwatetea nyuma mwiko kwa asilimia kubwa. Hiyo ndio maana msababisha mpira usiendelee. Tarehe 8 sababu ilikuwepo na wao wameainisha kwenye barua yao bodi ya ligi kuna viashiria vya uvunjifu wa amani na rushwa. Wameainisha kwenye barua bodi ya ligi nenda kasome. Lakini tarehe 15 kwenda 25 chini hakuna maelezo. Lakini nyinyi waandishi wa habari mlitakuwa muwahoji. Kwa hiyo Mnandi uko tayari. Kina Mnandi jamani, maelezo mbona chini hapa hakuna? Wino uliisha au ulikuwa unasinzia wakati unaandika ile ripoti? Mnandi uko tayari kwa ajili ya dabi kwa hiyo. Mimi binafsi niko tayari kwa sababu moja tu, mimi nilisema kwamba sitokuja Benjamin Mkapa. Lakini nimekuja kwa sababu hii moja, na kwa mara ya kwanza sijawahi kuja asubuhi. Lakini nimekuja asubuhi kwa sababu hii moja, nimekuja kufanya patrol ya kujua kwamba wana Simba wameitikia vipi kwenye hili. Sababu Simba wengi wametulia saizi bado wamelala kama walivyoposti Simba Sports Club wamelala na sisi mashabiki mpaka sasa bado tumelala. Ila nyuma mwiko wapo nimewaona hapa wengi. Simba kwa sababu na mashabiki mpaka sasa bado wamelala nyumbani. Mimi ndo nawaamsha mashabiki. Unawaambiaje? Mimi nawaambia mashabiki wasiwe na wasiwasi. Tuje uwanjani leo tunakuja kukabidhiwa kombe. Hata tukikuja mashabiki 100 tu. Sisi wale wengine wote wataondoka tutabaki sisi. Mimi na mara ya mwisho kukutana na hawa ilikuwa 2019. Tukicheza kule Lake Tanganyika Kigoma. Kombe uwanjani. Ukiona tunacheza kombe uwanjani hiyo ni finali na ndio maana waamuzi wametoka nje ya taifa letu. Kule waamuzi walikuwa kina Alajiga. Tukachukua kule goli moja tu. Tukachukua kombe kule. Watu wamevua mpaka nguo zao za ndani kule kina Bernard Morrison. Sasa hii ya leo hii waamuzi kutoka nje kutoka Cairo. Kombe uwanjani na mwali mpya. Sio yule kashatumika. Huyu mpya anatoka kwenye boksi. Na mimi namuomba Mama Samia leo awepo uwanjani. Aje atukabidhi huu ubingwa. Dr. John Pombe alitukabidhi ubingwa baada ya nyuma mwiko kuchukua mara 3. Sawa kutoka 14, 15 kwenda 17. 18 kombe jipya Dr. John Pombe alitukabidhi hapa. Wakati Kagera hapa wanakuja wanatuharibia shughuli. Alitukabidhi ubingwa hapa. Kwa hiyo na mimi namuomba Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aje leo kushuhudia dabi. Sawa ya Kariakoo ikichezeshwa kwa mara ya kwanza. Kwa historia ya Tanzania toka ianzishwe kwenye masuala ya soka, hatujawahi kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje ya taifa letu. Aje kushuhudia Simba akimkanyaga nyuma mwiko, goli za kutosha na kutukabidhi ubingwa. Leo mashabiki nakwambia mpaka half time wanatuacha. Hivi wewe unabudu Joshua Mutale, SGR ile ambaye imefanywa service Ujerumani saizi imerejea. Sawa, una elimu mpanzo wifi ya nchi. Una Kibu Dennis. Sawa? Wewe unategemea nini? Alafu na Mchina pale anatembea kwa minyato kama kinyonga, lakini ukichoma kichaka kinyonga umkuti na ungui. Sasa leo utamuona atafanya shughuli yake. Kwa hiyo unaamini? Yaani kila baada ya dakika 5 yule mwamuzi anakuwa anafanya hivi. Kila dakika 5 tuta. Bwana tukushukuru sana. Asante sana.